Kata ya Makingi ni miongoni mwa kata 28 zinazounda wilaya ya Kaliwa. Kata hii iko katika jimbo la Uliankuru. Diwani wa kata hii Mheshimiwa James Masanja Nundo, akiwa kama kiongozi mwongoza njia katika maendeleo, anazungumzia maendeleo yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake. Nishukuru serikali, halmashauri yangu ya wilaya ya Kaliwa kwa sababu katika kipindi hiki cha miaka 10 inaweza kuniunga mkono vizuri. Kwenye upande wa utekelezaji wa miradi ya elimu, kata hii mwaka 2015 ilikuwa na shule za msingi 2 na ilikuwa haina shule ya sekondari. Kwa hiyo katika harakati za utekelezaji wa miradi tumefanikiwa kujenga shule ya msingi Shokera Shuka ambayo ilishasajiliwa na sasa hivi kazi inaendelea, lakini tuna ujenzi pia wa shule shikizi ya Tupendane katika kijiji cha Tupendane ambayo tumekamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi, lakini kwa sasa hivi tuna hatua ya ujenzi wa vyumba 2 ambavyo viko hatua ya boma. Lakini tunashukuru halmashauri mpaka sasa hivi imesha tusapoti, tuna pewa mabati 100, mifuko 100 ya saruji pamoja na square pipe 50. Aidha, kwenye upande wa shule ya sekondari ni kwamba tangu mwaka 2021 tumeanza ujenzi kwa nguvu za wananchi, lakini mpaka 2024 Januari shule ikawa imesajiliwa. Na kwa sasa tunashukuru serikali kuu, mwaka 2024 mwezi wa 6 tukawa tumepokea fedha shilingi milioni 603 kwa ajili ya kupanua miundo mbinu ya sekondari hapo kwenye sekondari yetu ya Makingi. Tunashukuru sana halmashauri, tunamshukuru mama, tunashukuru wizara kutokana na namna ambavyo waliona inafaa kutupa hizo fedha. Diwani huyu licha ya kutoa vifaa vya ujenzi ikiwemo mifuko 100 ya saruji, kwa uzalendo wake na upendo alionao, Mheshimiwa James Nundo alitoa bure eneo lenye ukubwa wa hekta 15 ilipojengwa shule ya sekondari Makingi. Kwa ujenzi wa shule ya sekondari pale Makingi ni kwamba eneo lilipatikana kutokana na wananchi kuweza kutupatia eneo ambalo litafidiwa, lakini sehemu kubwa eneo lilitoka kwenye familia ya ukoo wetu kama 80% ya hilo eneo. Lakini tunawashukuru wananchi kutokana na namna ambavyo walikuwa wamejitoa kuanzisha shule kutokana na nguvu ya wananchi. Halmashauri yetu nayo ilikuwa vizuri sana. Huduma za afya ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wa kata ya Makingi wanakuwa na afya bora ili kuwawezesha kushiriki shughuli za maendeleo. Mheshimiwa James Masanja Nundo kwa kushirikiana na wananchi walianzisha ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Utantamke. Kwenye upande wa miradi ya afya, kata ya Makingi ilikuwa na zahanati moja, lakini baadaye tulianza mwaka 2016 tulianzisha ujenzi kwa nguvu za wananchi kwenye kijiji cha Utantamke, jambo ambalo lilipelekea wananchi kuwa na ushirikiano mkubwa wa kujitolea, wakakusanya mawe, na mimi niliwapatia mifuko 20 ya saruji, baadaye mfuko wa jimbo kutoa mifuko 100, lakini baadaye wananchi wakachangia shilingi milioni 4, ujenzi ukaanza, tukajenga mpaka saizi ya renta. Halmashauri yetu ya wilaya ya Kaliwa ikatoa shilingi milioni 20 ambayo iliweza kukamilisha boma kwa hatua ya kwanza, na baadaye tukapata fedha shilingi milioni 50 kutoka serikali kuu. Tunashukuru sana mchango wa halmashauri, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kutokana na uwezeshaji huo mkubwa ambao ulipelekea kwenda kuisajili na kuizindua zahanati ambayo sasa hivi inatoa huduma za afya. Lakini tunawashukuru sana wadau wote, watu wa chama na wadau wote ambao wanashirikiana na sisi katika hatua za maendeleo. Kwa kutambua umuhimu wa miundombinu ya barabara na mawasiliano, Mheshimiwa James Masanja Nundo amekuwa akipaza sauti za wana Makingi akiwa kama mwakilishi wao wa TARURA na hatimaye kujengwa barabara ili zipitike wakati wote wa masika na kiangazi.
kuwawezesha wananchi kufika kusikofikika. TARURA, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kata ya Makingi, ukiona diwani amerudi, TARURA amesaidia. 60% ya kura ambazo zimepigwa kwenye serikali za mitaa na kata nzima, kuanzia ngazi ya vitongoji, wajumbe mpaka wenye viti, kuwa wagombea pekee, sio kwa sababu ya kwamba labda wakati mwingine kulikuwa na namna fulani. Hamna, ni hiari ya moyo, kwa sababu ya kuona kwamba Chama cha Mapinduzi ndani ya viongozi wao waliowekwa na chama wamefanya kazi bora. Lakini TARURA amekuwa msaada mkubwa sana kwa kufungua barabara ya Makingi Utantamke mwa Mashimba iliyokuwa na changamoto kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe salamu zifike kwa serikali, lakini salamu ziwafikie sana TARURA. Kwenye upande wa mawasiliano, mwaka 2015 kata hii wakati tunaianzisha, ilikuwa ukitaka kuongea na simu uende kwenye Kisuguu. Lakini baadaye mwaka 2016 tukaanza harakati za kujenga mnara wa Vodacom, na baadaye nikaenda kuzungumza na kampuni ya Airtel. Meneja wa Airtel mkoa akawa amekuja kuwekeza booster kwenye mnara huo wa Vodacom. Tayari tukawa na mawasiliano ya Airtel, tukawa na mawasiliano ya Vodacom, na mwisho wa siku kwenye miaka ya 2018 tayari nilimtembelea meneja wa Halotel mkoa, tukawa tumezungumza naye na nikapewa mnara mmoja wa Halotel ambao upo kwenye kijiji cha Makingi. Kwa hiyo hivyo kwenye upande wa mawasiliano, swala la mawasiliano, mwananchi yote kwenye kata hii ana uwezo wa kufanya mawasiliano ya simu akiwa eneo lolote. Lakini hali kadhalika kwenye upande wa miundombinu ya barabara kulikuwa na changamoto. Barabara ilikuwa imelimwa kwa nguvu za wananchi, pamoja na greda la halmashauri ilikuwa limekwangua barabara, lakini barabara ilikuwa haijaingia kwenye mtandao wa barabara. Kwa hiyo kilichofanyika ni mimi kwenda kwa injinia wa barabara ili barabara aweze kuiupgrade, iweze kuingia kwenye hatua ya mtandao, na mwisho wa siku ikasajiliwa kwa jina la Makingi Utantamke mwa Mashimba. Kwa tukaanza ujenzi kwa mwaka 2019 na 20. Kwa imepata kazi ya kujenga kwa kipande kwa kilomita 2.5 kwa kipande cha Moram, pamoja na kukwanguliwa kipande cha kilomita 5. Aidha, serikali iliendelea kuingiza fedha siku hadi siku, na kwa sasa mkandarasi yupo kazini, ambapo tumepata fedha takriban shilingi milioni 280 ambazo tunaendelea na ujenzi kukwangua kwa kiwango cha kilomita 17, lakini tutakuwa na wekaji wa Moram kilomita 15, lakini tutakuwa na karavati 10, lakini hali kadhalika yako maeneo ambayo tulianza kufanya clearance, kuinua tuta, pamoja na hatua nyingine ya kuijenga barabara. Aidha, tunaishukuru halmashauri yetu ya wilaya Kaliwa kupitia meneja wa TARURA Engineer Kisandu Robert kuweza kuiingiza kwenye mpango na hatimaye kupata fedha hizo milioni 280. Lakini naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba pale ambapo Makingi inaanza kutekeleza jambo fulani, Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan basi amekuwa akiangalia kilio cha mtiririko wa viongozi na kuleta fedha, hatimaye tunapata maendeleo. Kwenye kipindi changu cha uongozi, changamoto kubwa ambazo zilikuwa ni kubwa zaidi na tumefanikiwa kutatua ni pamoja na kukosekana kwa miundombinu ya barabara, lakini kukosekana kwa shule ya sekondari, kukosekana kwa mawasiliano. Hizo ndio zilikuwa kero kubwa, ni pamoja na kuendelea kutanua huduma za afya ambazo vijiji vingine hazikuwepo. Mfano, zahanati ya Utantamke imesaidia sana hata vijiji ambavyo havina zahanati kutokana na jiografia ilivyo. Kijiji cha Mashimba pamoja na Tupendane wanapata huduma hapo. Niendelee kuambia na kuwaomba wananchi wangu kwamba waendelee kunipa ushirikiano mkubwa, kwa sababu kazi zote na changamoto zote ambazo
zilikuwepo, tunaendelea kuzitatua. Mama Samia 5 tena. James Nundo 5 tena. Sisi maafisa wa usafirishaji kata ya Makingi, kazi iendelee. Mheshimiwa James Masanja Nundo kwa upande wa mikopo ya halmashauri isiyo na riba, vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum, Mheshimiwa James Nundo amefanikiwa, na hapa moja ya kikundi kilichonufaika na fursa hiyo ni vijana maafisa usafirishaji. Wananena naipongeza serikali ya awamu ya 6 mama yetu Samia Hassan Suluhu kwa kuwezesha vijana mikopo ya 4%. Tumepata pikipiki 10 kwenye kikundi chetu cha Makingi bodaboda. Naipongeza sana serikali yetu, iendelee kutushika mkono, imetutoa vijana kwenye maisha duni na kutusogeza hatua fulani. Tumeweza kupiga hatua ya kimaisha, tunaendelea na maisha na familia zetu zikafaidika kupitia mikopo. Pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Diwani wa kata yetu ya Makingi, ametuwezesha vijana pia vile kupata kutuwezesha kupata hii mikopo, na hajaishia hapa kwenye vikundi vya bodaboda, pia kuna vikundi vya walemavu, kina mama na vingine vingi. Tunapenda kumpongeza kwa hilo, tunamshukuru sana. Moja katika sifa za Mheshimiwa James Nundo ni namna anavyoshirikiana na viongozi wenzake pamoja na wananchi katika kuleta maendeleo jumuishi na shirikishi. Tushukuru kwa haya ambayo kama halmashauri imeendelea kutuamini na hasa kumwamini Mheshimiwa Diwani. Ni Mheshimiwa Diwani ambaye mimi toka nimeanza shughuli zangu za kiutendaji nimekutana Diwani ambaye kwanza anajua kulea, nje na kuwa mwenyekiti wangu kama kiongozi. Kwa muda wote ambao nimekuwepo nimefurahia kuwa katibu wake, kwa maana ya kuendelea kunilea kama mtoto wake. Pale ambapo nimekuwa nikienda tofauti amekuwa ni mshauri wangu kama mzazi, lakini pia amekuwa ni kiongozi ambaye amenitazamisha kwenda mbele zaidi, kutokuishia kwenye nafasi ya mtendaji wa kata tu. Lakini kitu kingine ambacho nazidi kumshukuru mheshimiwa, kwa maana ya mheshimiwa wangu Diwani, kwa muda wote ambao nimekuwepo, hata nilipokuwa nahudhuria vikao, ni kiongozi ambaye kama alivyosema mwanzo, ni kiongozi anayeonekana katikati ya viongozi. Kwa muda wote ambao amekuwepo, kwa miaka yake hii ambayo ameitaja ni miaka 10 ya utawala wake, amekuwa ni kiongozi ambaye sauti yake inasikika na sauti yake inafikika. Amekuwa akiwajali wananchi, amekuwa akifanya changamoto, kuzitatua changamoto za wananchi ambazo ni kero kwa jamii. Kama alivyozungumza mwanzo, ametatua kero ya barabara, ametatua kero za afya, ametatua kero ya maji. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mungu pia kwa kuendelea kumpa uhai tena. Nimekuwa shuhuda mzuri wa kipindi hiki cha miaka 10. Maana ajira yangu nilianzia hapa mwaka 2015. Tulikikuta kijiji au kata ya Makingi ikiwa na changamoto nyingi. Lakini kwa kipindi hiki naweza kusema hatua zilizopigwa ni kubwa. Tunaziona na tunazishuhudia kwa macho, kwa sababu changamoto zilizokuwa zinatufanya tuone mazingira magumu ya kazi leo hii zimeenda kuwa historia, kwa sababu changamoto ikiwemo mawasiliano, changamoto za huduma za afya, nishati ya umeme, vitu ambavyo hatukuvikuta ila leo hii vipo na vinafanya kazi. Shukrani zetu tunazipeleka kwa Mheshimiwa Diwani James Masanja Nundo ambaye amekuwa pamoja na sisi kwa kiwango kikubwa mno kuona namna gani tunatatua changamoto ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri kwetu sisi watumishi, kuona sehemu zetu za kazi ni sehemu ambazo tunatakiwa tuwepo muda wote, tufanye kazi na tusikutane na changamoto ambazo zitapelekea mazingira ya kazi kuwa magumu. Lakini sambamba na hayo amekuwa akitushika mkono pia kwenye majukumu yetu. Shuleni amekuwa akifika akizungumza na sisi, tunamfikishia changamoto zetu, anazitatua. Kwa kweli tumekuwa tukifanya naye kazi vizuri mno. Pamoja na hayo, licha ya kuwa tu Mheshimiwa Diwani kwa nafasi ambazo amekuwa zikizipata kwa ngazi ya halmashauri, amekuwa akituwakilisha vizuri. Na leo hii tunasema kwenye kata yetu hii shule zilizopo zinafanya vizuri na imepelekea hata ufaulu wa wanafunzi kwenda kuwa vizuri baada ya kuwepo kwa sekondari hapa Makingi. Kwa sababu kipindi kilichopita baada ya kutokuwepo kwa hiyo sekondari, wanafunzi walikuwa wafanya vizuri wakihofia gharama na umbali ilipokuwepo shule ya sekondari. Lakini leo hii vijana wanafaulu kwa kiwango kizuri kwa sababu huduma ya sekondari ipo karibu, wanatoka nyumbani wanaenda shule. Sambamba na hayo, kwenye upande wa michezo pia amekuwa karibu sana na vijana, kwa sababu mimi ni mwalimu na nawakilisha vijana wengi.
ambao tumekuwa tukifikisha changamoto zetu kwa mheshimiwa, zinapatiwa utatuzi. Tulikuwa tukipata vifaa vya michezo, mipira, jezi, uwanja umeboreshwa. Leo hii ukipita kwenye kata zilizo nyingi, uwanja wenye goli za bomba ni uwanja wa Makingi, na hata mashindano mbalimbali yamekuwa yakifanyika hapa. Kwa hiyo nipende kusema tu mheshimiwa amekuwa akifanya kazi nzuri, na kama watumishi tunamuunga mkono. Lakini tumshukuru Mheshimiwa James Mnundo kwa sababu pia ndio mwakilishi kwenye eneo hili. Amekuwa mjumbe kwenye kamati yangu ya fedha, lakini amekuwa akiwasemea sana wana Makingi. Ndio maana tunaweza kuona halmashauri tulileta fedha nyingi, tulileta simenti za kutosha, lakini tumejenga mpaka tumefikia hatua hiyo. Lakini Mungu saidia, tumepambana tukahakikisha sekondari ya Makingi imesajiliwa. Kwa macho na kwa nilivyomuona, kwa kweli ndugu huyu ni wa kushika vizuri. Mmoja aliyoyaonyesha ni kutoa eneo na sehemu ya familia yake ambalo tumeweza kujenga shule ya sekondari, lakini bado amejitoa kwa kuchangia mchango wa mifuko simenti kama mwanzo. Haya yote ameyafanya tukiwa naye, lakini bado amekuwa ni mshauri mzuri kwa kujitoa kwa hali na mali. Hali hiyo mimi ndio inanifanya nitamke kwamba kiongozi huyu anastahili kumshika na kuwa naye na kuendelea naye kwa hayo aliyoyafanya. Sio hayo tu, amekuwa ni mtu mwenye kuweza kuishawishi jamii kujielekeza kwenye maendeleo na inakubali. Kwa mfano sehemu ya sekondari, jamii imechanga fedha za kuanzia ambazo kumuunga mkono yeye alivyoanza, watu wamemuunga mkono. Kwa hali hiyo mimi nikamwona huyu mheshimiwa anafaa. Katika kipindi cha uongozi wa miaka 10 ya udiwani, Mheshimiwa James Masanja Nundo amechaguliwa katika kamati mbalimbali za madiwani. Amekuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji, na amekuwa mjumbe wa kamati ya fedha, uchumi na mipango. Haya yote yanatokana na kuwa na mahusiano mazuri na madiwani wenzake, mahusiano mazuri na mwenyekiti wa halmashauri ya Kaliwa, Mheshimiwa Jafari Mfungija. Hakika wananchi wa kata ya Makingi walichagua mtu sahihi kuwawakilisha. Hongera Chama cha Mapinduzi, kazi zimefanyika, kazi zimeonekana na kazi endelee. Tanzania